Je, unaweza kupata mimba endapo umeshiriki tendo la ndoa au ngono muda mfupi kabla ya kuanza kuona hedhi yako? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kuna watu waliniuliza maswali, inawezekana na wewe una maswali kama ya hawa. Mmoja wapo anaitwa Isivo, alisema ni hivi: Dr. mfano umemaliza mzunguko wako wa siku 28 au 32, si unaweza kufanya mapenzi kabla ya kukaribia mzunguko mwingine na usipate mimba? Hilo ni swali la kwanza. Inawezekana na wewe una swali kama hilo na unajiuliza. Lakini vile vile kuna mtu anaitwa Martha aliniuliza swali, anasema samahani Dr. mzunguko wangu una siku 28, je, nikifanya siku ya 27 naweza kupata mimba? Hilo ni swali lingine, inawezekana na wewe pia unajiuliza maswali. Vile vile kuna mwingine aliniuliza swali, anasema Dr. mimi mzunguko wangu ni siku 25, je, nikikutana na mtu siku ya 25 ya hedhi nitapata mimba? Lakini vile vile kuna mwingine akaniuliza kwamba ukifanya mapenzi ukaingia kwenye hedhi unaweza kupata mimba, yani kisha fanya tendo na ukiingia hedhi unaweza kupata mimba? Lakini vile vile mtu mwingine anaitwa Anifa, huyu aliniuliza swali kwamba sasa unaweza kushika mimba before period? Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu, unaweza kusubscribe hapo chini ili uende kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna baadhi ya kina dada na baadhi ya kina mama wananiuliza maswali kwamba je, unaweza kupata mimba endapo umeshiriki tendo la ndoa au ngono muda mfupi au siku chache kabla ya kuanza kuona hedhi inayofuata? Inawezekana unajua mzunguko wako vizuri, lakini vile vile hautumii uzazi wa mpango au njia yoyote ya kuweza kuzuia kupata mimba. Sasa umeshiriki tendo la ndoa au ngono au mapenzi labda siku 2 kabla ya kuanza kuona hedhi inayofuata, au siku 3, 4 au 5 kabla ya kuanza kuona hedhi ambayo inafuata. Na wananiuliza kwamba je, unaweza kupata mimba? Jibu ni hapana. Huwezi kabisa kuweza kupata mimba endapo umeshiriki tendo la ndoa au mapenzi na ulikuwa utumii uzazi wa mpango siku chache kabla ya kuanza kuona hedhi ambayo inafuata. Ni kwa nini? Kwa sababu tunasema kwamba kwenye mzunguko wa hedhi, na wengi inawezekana hawajui inaposema mzunguko wa hedhi au mzunguko wako wa hedhi. Sasa kama unahitaji kuweza kujifunza kuhusiana na mzunguko wa hedhi, unaweza ukaklik suggestion hapo juu ukasikiza video. Baada ya kumaliza kusikiza video hii, nimeelezea kwa namna ya tofauti ukilinganisha na watu wengine wanavyoelezea, na nimeelezea katika mfumo ambao mtu anaweza kunielewa, japokuwa huwa inakuwa tofauti siku moja tu, ambayo kwangu mimi sijaona kama ni shida. Wengi wanaweza kuelewa kuhusiana na mzunguko wa hedhi. Sasa kama umeujua mzunguko wako wa hedhi vizuri, na hapa nazungumza kwa wale ambao wanaujua mzunguko wa hedhi vizuri, ambao haubadiliki na wanajua kwamba labda inakuwa na siku 28, siku 27 au siku 22 na hakuna mabadiliko. Kama haujui mzunguko wako wa hedhi na unaniuliza swali kama hili, kwa kweli itakuwa ni ngumu, kwa sababu kwanza huwezi kujua kwamba siku gani utapata hedhi ambayo inafuata. Sasa kwa wale ambao wanajua vizuri mzunguko wa hedhi, basi tunajua kwamba kwenye mzunguko wa hedhi huwa kunakuwa na vipindi vikubwa viwili. Kuna follicular phase ambapo yai linakuwa na linaendelea kuongezeka na mwisho wa siku linapevuka katika mfuko wa mayai, ambapo wakati yai likishapevuka ndo linaweza kutolewa, ambao tunaita ovulation. Kwa hiyo unakuta kipindi ambacho uko hedhi, yai huwa tayari linaanza kutengenezwa kule kwenye mfuko wa mayai, na mwisho siku linapopevuka basi ndio huwa linatoka, ambao tunaita ovulation. Lakini vile vile kuna kipindi ambacho kinafuata mara baada ya yai kuweza kutoka sasa, ambacho kinaitwa luteal phase. Sasa luteal phase ni kipindi muhimu sana, haswa kama yai lilitoka na likarutubishwa na mbegu ukapata ujauzito, kwa sababu ule ujauzito au lile yai lililorutubishwa huwa linahitaji kuweza kwenda kujishikiza kwenye ukuta wa mji wa uzazi. Kwa hiyo luteal phase, lile kovu ambalo linabaki kule ndani ambako yai lilitoka, huwa linasaidia kutengeneza homoni ya progesterone ambayo huwa inalinda mimba yako. Sasa kama hujapata mimba endapo yai limetoka, basi yai kikawaida, nazungumzia yai la mwanamke, huwa linaweza kuishi masaa 12 mpaka masaa 24. Ina maana kama halijarutubishwa basi linaharibika na hauwezi kupata mimba. Sasa tunasema kwamba kipindi ambacho kinaitwa luteal phase, yani baada ya ovulation au baada ya yai kuweza kupevuka na kuweza kutolewa kwenye mfuko wa mayai kuingia kwenye mirija ya uzazi, tunasema ni kipindi ambacho karibia wanawake wote kinakuwa kinafanana, na mara nyingi huwa kinakuwa kinaanzia siku 12 mpaka siku 14, kuwa kibadiliki, tofauti na kipindi ambacho tunasema ni follicular phase, ambacho kipindi yai linakuwa linaendelea kukua kwenye mfuko wa mayai, ambayo kinaweza kubadilika kulingana na mzunguko wa hedhi wa mwanamke. Tunajua kwamba wanawake walio wengi wastani wao wanakuwa na mzunguko wa siku 28, lakini ukiangalia kuna wanawake wengine pia ambao wapo wanapata mizunguko yao inakuwa ina utofauti. Unaweza kukuta mzunguko wake una siku 21, kuna wengine siku 22, wengine siku 23,
wengine siku 24, wengine wanaenda siku 27, wengine siku 29, wengine 30, wengine 32, mwisho 35. Kwa hiyo unakuta mizunguko inabadilika. Sasa mzunguko unavyozidi kubadilika, kipindi cha follicular phase, kipindi ambacho yai linakuwa linaendelea kupevuka kabla halijatoka, yani kabla ya ovulation day, huwa kinabadilika. Kinaongezeka kama huyu mama mzunguko wake wa hedhi ni mrefu zaidi, lakini kinapungua kama huyu mama mzunguko wake wa hedhi ni mfupi. Kipindi ambacho hakibadiliki ndio hicho ambacho tunasema ni follicular phase. Manake ni siku 12 au siku 14 kabla hujaanza kuona hedhi inayofuata. Kwa hiyo ina maana kama mzunguko wako na siku labda 22, unachukua ule mzunguko wa siku 22 unatoa na siku 14. Ukitoa siku 14 unabakiza siku 8. Ile siku ya 8 ile ndio siku ambayo yai linatoka. Maana yake unahesabu siku ya kwanza tokeo umeanza kuona hedhi, ile siku ya 8 ndio siku ambayo yai linatoka. Kwa hiyo tunasema kwamba yai likishatoka linaweza kukaa masaa 12 mpaka masaa 24. Haliwezi kuzidi hapo. Ina maana kama halijakutana na mbegu, basi mwisho wa siku mimba haiwezi kutunga. Kwa hiyo tunasema kwamba kipindi kile baada ya yai kuweza kutoka, hasa unapoelekea kutaka kuanza kuona hedhi inayofuata, endapo utashiriki tendo la ndoa kwa mfano siku 4 kabla ya hedhi inayofuata kuweza kuanza, au siku 3 au siku 1 au siku 2, huwezi kabisa kupata mimba. Na hii haijalishi una mzunguko wa namna gani. Uwe ni mfupi ambao ni wa siku 21 au uwe ni mrefu wa siku 35, huwezi kupata mimba. Ni kipindi ambacho mimi wanashauri kama unajua vizuri mzunguko wako, ndio kipindi ambacho unaweza kufanya tendo la ndoa au mapenzi bila kuweza kupata mimba. Hasa kama mzunguko wako unabadilika mara nyingi inakuwa ni ngumu, lakini unaweza ukashiriki tendo la ndoa bila kutumia uzazi wa mpango na hauwezi kupata mimba. Uwezekano wa kupata mimba ni mdogo, yani ni asilimia chache sana. Ndio kipindi ambacho ni salama zaidi. Mara baada tunasema kwamba endapo unategemea labda hedhi itaanza kesho kutwa na una uhakika kwamba itaanza kesho kutwa, ukashiriki tendo la ndoa leo, huwezi kupata mimba hata kama mbegu zitaishi kwenye mji wa uzazi zaidi ya masaa 72. Kuna watu waliniuliza maswali, inawezekana na wewe una maswali kama ya hawa. Mmoja wapo anaitwa Isivo, alisema ni hivi: Dr. mfano umemaliza mzunguko wako wa siku 28 au 32, si unaweza kufanya mapenzi kabla ya kukaribia mzunguko mwingine na usipate mimba? Hilo ni swali la kwanza. Inawezekana na wewe una swali kama hilo na unajiuliza. Lakini vile vile kuna mtu anaitwa Martha aliniuliza swali, anasema samahani Dr. mzunguko wangu una siku 28, je, nikifanya siku ya 27 naweza kupata mimba? Hilo ni swali lingine, inawezekana na wewe pia unajiuliza maswali. Vile vile kuna mwingine aliniuliza swali, anasema Dr. mimi mzunguko wangu ni siku 25, je, nikikutana na mtu siku ya 25 ya hedhi nitapata mimba? Lakini vile vile kuna mwingine akaniuliza kwamba ukifanya mapenzi ukaingia kwenye hedhi unaweza kupata mimba, yani kisha fanya tendo na ukiingia hedhi unaweza kupata mimba? Lakini vile vile mtu mwingine anaitwa Anifa, huyu aliniuliza swali kwamba sasa unaweza kushika mimba before period? Ndio maswali ambayo nilikuwa nazungumzia kwamba siku chache kabla hujaanza kuona hedhi ambayo inafuata, ukishiriki tendo la ndoa, uwezekano wa kupata mimba ni mdogo sana. Na kikawaida naweza kusema kwamba hauwezi kupata mimba kwa sababu yai linakuwa lishatoka na mwisho wa siku lilishaharibika. Kwa hiyo uwezekano wa yai kuweza kurutubishwa haupo kwa sababu yai linakuwa lishatoka na lishaweza kuharibika. Kwa hiyo kama unashiriki tendo la ndoa, hautumii uzazi wa mpango, labda siku 2 kabla ya kuanza kuona hedhi ambayo inafuata, basi uwezekano wa kupata mimba kwa kweli ni mdogo sana na huwezi kupata mimba. Japo kwa wale ambao mzunguko wao haueleweki, kwa kweli siwezi kukupa jibu la uhakika. Ni vema kuhakikisha kwamba unatumia uzazi wa mpango au utumie dawa za kuweza kurekebisha mzunguko wako wa hedhi. Kama utakuwa na swali unaweza kuniuliza hapo chini na mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Sasa inawezekana unajiuliza maswali, je, unaweza kupata mimba endapo ukishiriki tendo la ndoa muda mfupi mara baada ya kumaliza hedhi? Unaweza click suggestion hiyo hapo kasikiza video kuhusiana na swali hilo, na kama utakuwa na swali unaweza kuniuliza hapo chini na mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.